nimepata taarifa kwenye ulimwengu wa roho, Mungu amebeba mambo yako na hautakuwa kama vile watu watakushangaa. Mkutano wa historia, mkutano wa historia, mkutano wa historia, mkutano wa historia, mkutano wa historia. Bara masaka, mkutano wa historia, mkutano wa historia kwako. Kwanza leo mikono yako itabadilika, itabadilika. Rango shaka tena, nekotea mayanda, mose kayanda, rabosa. Kuna kitu kinatendeka, kuna kitu kinatendeka, kuna kitu kinatendeka. Umekuwa na maswali mengi, nyosha mikono yako juu. Nyosha mikono yako. Umekuwa na maswali mengi ambayo kujua yatajibu nini. Lakini kwa vile umekanyaga mkutano wa kuliombea taifa, mbingu inasema anakwenda kukutetea mpaka dakika ya mwisho, na ndugu zako waliokukataa watashangaa. Waliopanga jambo mbaya juu yako watashangaa. Waliosema hautakwenda watashangaa. Nguvu ya Mungu aliye hai. Tangu sasa wataona kitu ambacho hakijaonekana tangu kuwepo kwa dunia. Maadui zako wanatawanywa, 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 maadui zako wanatawanywa. Wanapigwa viboko sasa hivi maadui zako. Wanapigwa viboko maadui zako. Heshakana. Mkutano wa historia. Mkutano wa historia. Kongamano la historia. Kongamano la historia. Kongamano la historia. Tunakuacha mkono kwetu. Yuko mama mwingine hapa na mwingine si mjui. Lakini mbingu inaniambia yale uliyokuwa unafikiri utapata majibu wapi, Mungu ananiambia majibu yako hapa. Mimi sikujui hata jina, lakini Bwana ananiambia umekuwa umebeba mzigo ambao sio wa kwako. Sasa Mungu ananiambia kuanzia sasa utaona sura mpya ambayo hautawahi kuiona. Utaona sura mpya. Never happened in your life. God start a new season. Mungu ananiambia Mwachi anaenda kufanya operation. Mwachi anaenda kufanya operation. Mwachi anaenda kufanya operation. Hey! Madaktari wameshuka. Haya, wamempa nusu kaputi. Si mmemheshimu Bwana? Mmemheshimu Bwana. Haya. Kora basaka. Mmemheshimu Bwana. Bwana anafanya haya kwa sababu mmeamua kulibeba taifa. Mtasikia mambo nitakayowaambia. Mtashangaa. Nimeshangaa watumishi wa Mungu walikuwa wanaeleza. Mtazame nilikuwa nao. Nimebeba mzigo wa taifa huu miaka ya kutosha. Na bado naendelea nao. Nimepata vitu vizito. Utavishangaa. Hapa Mungu anaandaa mazingira yako. Na sasa nasema fedha, upendeleo unaopata ni kwa sababu tu mmekubali kusimama alipokuwa. Glory to God. Yani vitu visito vitakapolipuka hapa ni kwa sababu tu mmekubali kubeba mzigo wa Bwana. Inetemna. Ni kwa sababu mmekubali kubeba mzigo. Sema mama. Si kwa sababu mama naye ana vitu anajiuliza kwamba Mungu, kwani mimi nimekosa nini katika wanawake? Anajiuliza, jamani, macho ya kinabii. Mama huyu anajiuliza, katika wanawake Mungu nimekosa nini? Kwani mimi nimekosa? Hujakosa kitu. Jehova anakufanyia kitu bila Mungu inakufanyia upendo. Ni mwanamke kama wengine. Yesu anafanya kitu bila. Ndugu zangu nawaambia, Mungu anafanya haya ni kwa sababu tu wameamua kuoze. Ni kwa sababu tu simply that you have a battle for our nation. That God is here to do something new. New. Nimekuwa connected na mbingu moja kwa moja. Kama ni redio inatangaza kutoka kiti cha enzi kwamba Mungu anayafanya haya. Mpendezi makofi. Mpendezi makofi. Mpendezi makofi.
Mpe Yesu makofi. Mpe Yesu makofi. Mpe Yesu makofi. Ndio mbingu inashughulika kwa sababu tu mmekubali kuja kulibeba taifa. Inua mikono yako juu. Inua mikono yako juu.